السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu ayyadahu ta'ala ibn Salaziz anasema kwamba hamtaweza kuufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile unavyovipenda, na chochote unachokitoa basi hakika Mwenyezi Mungu anakijua. Kila mwaminio anakuwa na hamu hii kwamba kwa kufanya wema yeye apate ukaribu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika aya hii amewakumbusha waaminio kwamba ikiwa nyinyi mnakuwa na hamu ya kufanya wema ili mpate ridhaa ya Mwenyezi Mungu, katika hali hii mkumbuke kwamba wema inataka mujitolee. Basi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu mnalazimika kujitolea, na mujitolee kitu ambacho mnachokipenda zaidi kuliko vitu vingine vyote, na mujitolee kitu ambacho mnachokipata faida kwacho. Mujitolee kitu ambacho kinachowapatieni starehe, na mujitolee kitu ambacho mnacho kuwa dalili na dhamana ya kuboresha future ya watoto wenu, siku zijazo ya watoto wenu. Basi kujitolea hivi si kitu cha kawaida, jambo la kawaida, na mali ni kitu ambacho mwanadamu anapenda sana. Mwenyezi Mungu ameeleza habari yake kwamba dhahabu, mali, wanyama, mimea, bustani ni vitu hivi ambavyo mwanadamu anavikipenda sana, na vitu hivi ni fahari kwa ajili ya mwanadamu. Kwa sababu ya kuwa na vitu hivi mwanadamu anafanya fahari sana. Lakini katika zama ya siku hizi, wakati mitambo ya kisasa katika nchi mbalimbali za dunia imewafanya wanadamu kuwa karibu wenyewe kwa wenyewe, bali kwa sababu ya mitambo hii na kwa sababu ya uchumi wa siku hizi, hamu ya binadamu pia imeongezeka sana, imezidi sana.
licha ya kuwa na hali hii kwamba mtu hana mali sana, lakini anakuwa na hamu sana na tamaa sana ya mali, na anakuwa na tamaa sana ya kupata mali ili yeye aweze kufaida kutoka katika mitambo hii na awe starehe kwa kutumia mitambo hii, na awe sawa na watu wengine na au nchi zingine, hasusan katika nchi ambazo zimepata maendeleo. Hali hii, tamaa hii imezidi sana. Ikiwa kwa bahati mbaya hali ya nchi hizi zimeharibika au kama vita ikitokea, hali ya wenyeji wa hapa itakayopatikana itakuwa mbaya sana. Lakini katika kila kundi la watu wanapenda mali, na kwa kuwa na sababu ya kupata maendeleo wanakuwa na hamu sana na tamaa sana. Na sasa kwa sababu ya mitambo na media na kwa sababu ya biashara, wenyeji wa nchi zilizopata maendeleo na nchi zinazopata maendeleo, wao wanajua kuhusu mitambo hii na kuhusu vitu hivi. Na katika nchi hizi, hata kama wao si maskini sana, lakini wenyeji ambao wana hali ya wasitani, wao pia wanakuwa na hamu na tamaa ya kupata vitu hivi sana. Kwa vyovyote dunia inatangulizwa sana katika hali hii kuzungumza na kusema maneno haya kwamba kwa ajili ya kupata wema mtoe vitu hivi ambavyo mnavyovipenda na mutangulize dini juu ya tamaa yenu na dunia. Na jambo hili ni jambo la ajabu kwa ajili ya mwanadamu wa kawaida, na mtu wa dunia kwa kusikia hii atasema kwamba mambo haya ni mambo ya kale na si mambo ya siku hizi, au atasema kwamba ni sawa, mutoe kwa ajili ya watu maskini, watu ambao wanahitaji mahitaji, mutoe katika charity kwa ajili ya kuwasaidia watu. Lakini kusema hii kwamba kitu ambacho mnachokipenda zaidi kuliko vitu vingine vyote mukitoe kile kitu na mutangulize dini juu ya tamaa na hamu, na kwa ajili ya watu wengine mutangulize dini, hii ni jambo la dhihaka. Lakini dunia haijui kwamba katika dhama hii pia watu wa aina hii wanapatikana ambao wanajua kuhusu mafundisho ya Qur'ani tukufu na wanafanya juhudi ya kufuata mafundisho haya. Katika zama hii watu wanapatikana ambao wanafanya juhudi ya kupata wema katika dunia hii, yani wao wanafanya juhudi ya kufanya wema ambayo inakuwa mwisho wa kujitolea kwa ajili ya watu wa kawaida, kwa ajili ya watu wengine. Wanafanya wema ambayo kwa ajili ya kuwafaidi wengine wao wanakosa utulivu. Wanafanya juhudi ambayo kwa ajili ya kusambaza dini, mali yao na nafsi yao na wakati wao wanajitolea sana, wanatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wao wanafanya juhudi ya kufanya wema ambayo inawaongeza katika utii, na kwa ajili ya kufuata au kwa ajili ya kutii wao hawajali kwamba wao wanapenda kitu gani. Wakati ule kitu kinachowapendeza zaidi ni utii wa Mwenyezi Mungu. Wao wanafanya juhudi ya kufanya wema ambayo inayowaongeza katika ucha Mungu. Watu wengi wa dunia hawajui kwamba hawa wanakuwa na tabia hii ni watu wa aina gani. Hawa ni wale watu ambao
waliompokea ashiki wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa kujiunga naye walipata ufahamu ya kufanya wema. Hawa ni wale ambao kwa ajili ya kufanya wema, hawa ni wale waliopata mwanga kutoka katika minara ya mwanga, na walipata mwongozo kutoka kwa wale waliopata baraka kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kujitolea kwao pia ilikuwa ya aina yake. Katika hadithi moja inapatikana hivi kwamba aya hii iliposhuka, lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, Hazrat Abu Talha Ansari ambaye alikuwa mwenyeji wa Madina na alikuwa mtajiri miongoni wa Mansar, alikuwa na mabustani ya tende, na katika mabustani haya bustani nzuri kushinda mabustani yote ilikuwa bustani ya Beruha, na Hazrat Talha alikuwa akipenda sana bustani ile, na ilikuwa karibu na msikiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alikuwa akienda katika bustani hii mara kwa mara. Baada ya kushuka aya hii, Hazrat Abu Talha alimjia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akasema kwamba mali yangu ambayo napenda zaidi kushinda mali yote ni bustani hii ya Baruha. Nataka kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu bustani hii. Hazuru anasema hawa walikuwa wale ambao walikuwa nyota ya bingu na walituelekeza katika njia za mwongozo. Basi kwa kutoa mifano ya maswahaba hawa, imamu wa zama hizi alitukumbusha mara kwa mara. Sayyidina alayhi salatu wassalam katika maagizo yake ameeleza mafundisho ya Qur'ani tukufu vizuri, na alituonyesha njia za wema, na alituambia jinsi gani tunaweza kujitolea, na alitusihi kwamba tufuate mifano iliyoonyeshwa na maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina alayhi salam alisema kwamba wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wasallam wanatakiwa lazima waige mifano hii ya maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Sehemu moja Sayyidina alayhi salatu wasallam ameandika kwamba kwa kupoteza mali mtu hawezi kusema kwamba anafanya wema. Mlango wa wema ni nyembamba sana. Kwa hivyo mkumbuke kwamba kwa kutumia mali kwa ufedhuli mtu hawezi kupata wema. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwamba lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtaweza kufikia wema hasa mpaka mtoe katika wile mnavyopenda, na nyinyi hamwezi kuwa wapendwa ikiwa hamfanyi hivi. Ikiwa nyinyi hamtaki kupata wema hasa, katika hali hii namna gani mnaweza kufaulu? Je, maswahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipata hali bila kujitolea, na walipata lakabu bila kujitolea? Kwa ajili ya kupata lakabu mtu anatakiwa ajitolee sana, ndipo anapata lakabu yenye utulivu. Kisha angalieni lakabu hii ya radhiyallahu anhum ambayo inapatia utulivu mioyoni. Je, lakabu hii walipata kwa urahisi? Kwa hakika ukweli ni kwamba ridhaa ya Mwenyezi Mungu ambayo inakuwa furaha kweli kweli, hii haiwezi kupatikana mpaka mtu asumbuliwe na ajitolee. Mtu hawezi kumnyang'anya Mwenyezi Mungu au kumdanganya Mwenyezi Mungu. Mwenye baraka ni yule ambaye hajali usumbufu ikiwa anapata, kwa sababu furaha na utulivu unapatikana baada ya kupata usumbufu huu unaopatikana kwa muda. Kisha katika hafla fulani Sayyidina alayhi salam kwa kusihi wanajumuiya alisema, duniani mtu anapenda sana mali yake, na kwa ajili yake hii
katika ilmu tabir ruya imeandikwa kwamba mtu akiona kwamba katika ndoto yake ameona kwamba ametoa ini yake na amempatia mtu mwingine, mradi wake ni mali yake, hii ndiyo ni sababu kwamba kwa ajili ya kupata uchamungu na imani halisi Mwenyezi Mungu amesema lal tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, na nyinyi hamtaweza kufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Kwa sababu kuwahurumia viumbe wa Mwenyezi Mungu inatulazimisha kwamba tutoe mali, na huruma ya viumbe ni sehemu ya imani ya binadamu, na bila kuwa na sifa hii imani haiwezi kukamilika. Maadamu mtu hajitolee, hawezi kuwafaidi watu wengine. Kwa ajili ya kuwafaidi wengine na kwa ajili ya kuwahurumia wengine lazima mtu awe na tabia ya kujitolea. Na katika aya hii simayo lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, katika aya hii Mwenyezi Mungu ametupatia mafundisho ya kujitolea. Basi kutoa mali katika njia ya Mwenyezi Mungu inathibitisha uzuri wa binadamu na inathibitisha uchamungu wake. Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu katika maisha yake hali ya imani ilikuwa ya aina hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoeleza dharura fulani, yeye akaleta mali yake yote. Sayyidina alayhi salatu wassalam alianzisha jumuiya ile kwa kusikia matukio haya. Haikufanya kwamba jumuiya ile ilisikiliza kisha haikufuata, bali kwa kusikia nasaha hizi wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam walionyesha mifano ya hali ya juu ya kujitolea. Sayyidina alayhi salatu wassalam mwenyewe pia katika hafla mbalimbali alieleza hali hii. Wakati fulani Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuona hali ya kujitolea kwa wanajumuiya alisema kwamba mimi naona kwamba katika jumuiya yetu kuna watu mamia na mamia ambao hawana mawazi ya kuwa wanakuwa na wanapata shuruari au wanapata shuka tu kwa ajili ya kujifunika, na wao hawana mali wala property. Lakini kwa imani yao na kwa mapenzi yao, kwa kuona mapenzi yao na imani yao, mimi nashangaa sana. Wakati fulani Sayyidina Malasam alisema kwamba maendeleo yanayopatikana katika jumuiya yetu, maendeleo haya hayapatikani katika jumuiya nyingine. Hazur anasema basi wale waliopata baraka moja kwa moja kutoka Sayyidina Malasam wao walipata daraja hii, na wao walipata ridha ya kutoka kwa Sayyidina Malasam. Je, imani hii na mapenzi haya yalikuisha pamoja na wakati? Haiwezekani iwe hivi. Kama nilivyosema kwamba hata katika zama hii pia watu wa aina hii wanapatikana miongoni wa jumuiya ya Sayyidina alayhi wasallam. Wapo wakina mama, kina baba na watoto ambao katika imani wameimarika sana, si katika maeneo kadhaa wa sehemu kadhaa, bali kuna mifano maelfu na maelfu, na watu hawa wameenea katika nchi mbalimbali ya dunia ambao sawa na aya hii lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wanajua maana yake ni nini, ambao wanaendelea kuongezeka na kuimarika zaidi katika kutoa mali yao. Na miongoni wa hawa ni wanajumuiya wa zamani na wanajumuiya wapya pia. Hawa ni wanajumuiya wapya ambao walijiunga jumuiya hivi karibuni, bali wapo wengine ambao walijiunga na jumuiya miezi kadhaa iliyopita, na kabla ya kujiunga na jumuiya lengo lao lilikuwa tamaa ya dunia tu. Lakini baada ya kujiunga na jumuiya kwa ajili ya dini, wakaanza kutoa mali yao iliyokuwa mpendwa kwao. Haya ni mapinduzi aliyoleta Sayyidina alayhi salatu wasalam katika zama hii. Malengo ya watu yalibadilika.
hata siku hizi pia maneno ya sinam alayhi salatu wassalam yanatimia kuhusu watu hawa, kwamba kwa kuwaona watu hawa mimi inashangaa sana. Wapo wengine ambao kwa kuona kutoa kwao, kujitolea kwao na shangaa. Na nataka kutoa mifano kadhaa ya wa watu hawa. Kwa sinam alayhi salatu wassalam alisema kwamba wanakosa mawazi ya kuwa, lakini wameimarika katika imani sana. Natoa mfano wake moja. Angalieni, huyu mfano ni mfano wa mwanamke, na mwanamke ni huyu ambaye ni kipofu. Kutoka katika Sierra Leone, bashiri wetu anaandika, kuna jumuiya moja pale itwayo Tambaro. Pale kuna mwanamke moja ambaye ni kipofu. Aliahidi kwamba atatoa 2,000 lion katika mchango wa Tahrika Jadid. Na yeye alipoulizwa kuhusu mchango wake wa Tahrika Jadid akasema kwamba nilikuwa na wasiwasi kuhusu ahadi yangu ya Tahrika Jadid. Mimi ni kipofu, kwa hiyo mimi sina mapato mengi na nilikuwa sina uwezo wa kutoa mchango. Kutoa 2,000 lion ni mchango mkubwa sana, ilikuwa kazi ngumu sana. Lakini alisema kwa sababu mimi nimeahidi, lazima nitatimiza ahadi yangu. Kwa ajili ya kutoa ahadi yake aliamua kwamba akopeshe hela, lakini dada yake akakataa kwamba wewe ni kipofu na wewe huna mapato, huenda wewe hutanirudishia makopo. Kwa hiyo hakumpatia. Kwa hiyo yule mwanamke ambaye ni kipofu akawa na wasiwasi sana. Akasema wakati katibu wa fedha alipomwendea kwa ajili ya kuchukua mchango, yeye akasema uje baada muda mfupi. Kwa akaanza kufanyia maombi. Katika muda huu mtu asiyejulikana alimjia na akapita karibu na nyumba yake. Yeye akamuita na akasema kwamba mimi nina shungi moja, kwa hiyo wewe ununue shungi hili katika lion 2,000. Ilhali shungi lile ilikuwa ghali sana. Yule mtu akashangaa na akamuuliza, kwa nini unaniuzia kwa bei rahisi? Kwa kusikia hii, yule mwanamke akasema kwamba mimi nataka kutoa mchango wa Tahrika Jadid na mimi sina fedha kwa ajili ya kutoa. Yule mtu akanunua shungi lile na akampatia lion 2,000. Yule mtu alikuwa mwema, na baadaye alimrudishia shungi na akamwambia kwamba hii ni zawadi kutoka kwangu, ubaki nayo. Hazur anasema kwamba angalieni mwanamke ambaye anaishi katika maeneo ya Afrika, si msomi na ni kipofu. Hii ni imani ya huyu mwanamke. Bila shaka ikhlas hii na imani hii ilikuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha naeleza matukio mengine kutoka katika Rajasthan, India. Mbashiri wa kule anaandika kwamba kuna jumuiya moja pale hapa Volabali. Nilienda kule kwa ajili ya kutembelea. Mtu mmoja ambaye umri wake ni miaka 65 ni mgonjwa na yeye hana mapato yoyote. Kwa mwaka mzima anafanya kazi siku 100 tu kibarua, na mke wake anafanya kazi katika shamba, na hali nyumbani kwa si nzuri. Alipokumbushwa kuhusu mchango kwamba atoe kiasi chochote, hii itatosha kwa ajili yake, na yeye akatoa 1,000 na rupia 50 ya mchango wa Tahrika Jadid. Anasema nikamuuliza kwa kushangaa kwamba kuona hali ya nyumba yake inaonekana kwamba hali ya kifedha kimali si nzuri, unatoa mchango kiasi hiki. Katibu wa fedha anasema nilipomwambia kwamba hali yako ya kiuchumi si nzuri, kwa hiyo ikiwa nataka unaweza kuweka kiasi fulani katika mchango huu kwa ajili ya mahitaji yako. Kwa kusikia akaanza kulia na akasema, fedha hii nilikusanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hii ni mali ya Mwenyezi Mungu, niombe kwamba Mwenyezi Mungu anijalie afya ili niweze kutoa mchango zaidi kuliko hii. Kisha wale walioimarika katika imani, sikilizeni tukio lake. Bila shaka wale ambao ni matajiri, tukio hili lina waamsha sana. Amir Saheb wa Benin anaandika kwamba katika Kotono, anasema alimpatia mwenyekiti wa Kotono orodha ya watoaji wa mchango wa Tahrika Jadid. Mwanajumuiya moja wa zamani
jina lake pia lilikuwa katika orodha ile. Alipokumbushwa kuhusu mchanga wake, akaja katika mission house na akasema, je, umewahi kuona mtu ambaye hajala kwa wiki nzima? Hii ndiyo ni hali yake, kwamba hakupata chakula kwa wiki nzima, na usiku mzima niliendelea kulia kwamba nataka kutoa mchango Tahrika Jadid, lakini sina pesa, sina fedha, labda Mungu ananijaribu. Na kwa kusema hii akatoa mchango kidogo tu kwa ajili ya Tahrika Jadid. Akasema hii ndiyo nilikuwa ninayo, na labda yeye pia alikopesha, na yeye alitoa mchango na hakuleta udhuru wowote. Na yule mtu ambaye aliyemwendea kwa ajili ya mchango, anasema akampatia msaada kiasi fulani, kwamba hali yako ni aina hii na jinsi gani unaweza kutoa mchango. Akampatia msaada, na katika msaada aliyopewa 10,000 sifa alitoa katika Tahrika Jadid, na akasema hii ndiyo ni ahadi ya mchango wangu wa Tahrika Jadid niliyoahidi, kwa hiyo upokee kwangu. Hazur anasema hii ndiyo ni mahali ya imani, kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam, kwamba wao wafuasi wangu hawana mawazi ya kuwa, lakini wana imani sana. Kisha ni naib wakilul mal kutoka Qadian, yeye ananiandikia kwamba Jamaat Ahmadiyya Koryatho katika hutuba ya Ijumaa nilieleza umuhimu wa mchango wa Tahrika Jadid, na nilisema kwamba watu waitikie katika mpango wa halifa wa pili radhiyallahu ta'ala anhu. Sadr lajna wa kina mama alienda nyumbani kwake na akaleta bangeli yake ya dhahabu na akatoa kama ni mchango wa Tahrika Jadid. Hazur anasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kina mama wa katika jumuiya kwa ajili ya dini wanatoa dhahabu ya mapambo, na mifano yake inapatikana duniani kote. Katika sehemu mbalimbali ya dunia, kina mama wana sifa moja, kwamba kwa ajili ya dini wanatoa dhahabu yao, na hii ni sifa ya kina mama wa kijumuiya tu. National Secretary Tahrika Jadid wa Germany anaandika kwamba katika jumuiya fulani seminar kuhusu Tahrika Jadid ilifanyika. Baada ya seminar, mtu mmoja akaleta dhahabu ya mke wake, na akasema kwamba baada ya kikao kilichofanyika, baada ya mkutano, tulikuwa tunarudi nyumbani, nikamuuliza mke wangu kwamba mimi nimeshatoa ahadi yangu, je, wewe pia umetoa ahadi yako ya Tahrika Jadid? Kwa kusikia hii, yule mama akasema kwamba mimi sawa na mafundisho ya Qur'ani tukufu yasemayo lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun, nimetoa ahadi. Kwa hiyo mke wake akatoa dhahabu yake alipewa wakati wa harusi katika mchango wa Tahrika Jadid. Kutoka katika Lahore, Amir Saheb anaandika kwamba mwanamke mmoja alifanya ahadi mkubwa ya Tahrika Jadid. Ni yeye alikuwa mtajiri, kwa hiyo alitoa ahadi kubwa sana. Baada ya kutimiza ahadi yake, alipokumbushwa kutoa zaidi, akaenda chumbani na akaleta boksi ya dhahabu, na akasema nataka kutoa hii yote katika njia ya Mwenyezi Mungu. Akatoa bangeli yake ya dhahabu na akatoa katika mchango wa Tahrika Jadid. Sasa angalieni mwanamke huyo ambaye anaishi katika kusini wa India, ni mataifa mbalimbali, kabila mbalimbali, ni lugha mbalimbali. Mwanamke mmoja anaishi katika mkoa wa Punjab wa Pakistan, na mwanamke mwingine anaishi katika Germany, lakini roho ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni mmoja, na wanafikira mmoja. Huu ni umoja, na huu ni tabia ya kujitolea ambayo Sayyidina alayhi salatu wasalam alituletea, na hizi ni fadhila za Mwenyezi Mungu ambazo anateremsha juu ya wanajumuiya. Mbashiri wa Afrika anaandika tukio la mwanajumuiya mmoja, anasema kwamba alipelekwa katika mkoa wa Mali baada ya swala ya Ijumaa. Siku moja mwalimu sahib akaniletea mtu mmoja, akasema kwamba huyu ni katika familia ya mashekhe na amefanya bayat, na amesema amekuja kwa ajili ya kutoa mchango, na kwa sababu katika redio mimi nimesikia
hutuba ya halifa, na katika hutuba halifa ametukumbusha kuhusu mchango. Anasema mimi nikamsomea aya isimayo lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibun, ili ajue baraka za kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa kusikia hii alishangaa kwamba hutuba niliyosikia katika hutuba ile halifa alisoma aya hii, na niliamua kwamba nitatoa 5,000 sifa mchango wa Tahrika Jadid, lakini baadaye shetani alitia wasiwasi moyoni mwangu na akasema kwamba 2,000 sifa inatosha. Lakini sasa wakati uliposoma aya ile niliyosikia, nikawa na yakini kwamba hii ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sasa mimi nitatoa sifa 5,000 niliyoahidi. Kwa hiyo akatoa ahadi yake 5,006. Hazuru anasema wanajumuiya wapya katika kutoa mali wanaendelea kuimarika zaidi na zaidi. Halifa mtukufu anasema kwamba wale wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, jinsi Mwenyezi Mungu anawabariki, anawateremshia baraka zake, jinsi wanapata matunda ya baraka ya kutoa, na jinsi wanaimarika katika imani yao. Natoa mifano yake kadhaa kutoka katika Kongo. Mtu mmoja anaandika, bana Ibrahim anaandika kwamba mimi ni mkulima na nalima shamba. Zamani nilikuwa sitoi mchango sana, lakini tangu nimeanza kutoa michango mavuno yangu yamezidi sana kushinda zamani, na nimeshajua umuhimu wa mchango, na sasa nimeanza kutoa michango bila kukosa, na kwa sababu ya hii maisha yangu yamebadilika kabisa. Kisha kuna mwanamke mwingine kutoka Kongo aitwaye Mariam anaandika kwamba mimi pia ni mkulima. Kila wakati wa mavuno na nimeanza kutoa mchango, na nina uzoefu kwamba kwa sababu ya kutoa mchango mavuno yangu yanakuwa mara 2. Kisha kutoka Kongo mbashiri wetu anaandika kwamba kuna mwanajumuiya mmoja aitwaye Bana Ahmad, yeye alikumbushwa kuhusu mchango na akasema atatoa 20 franc mchango wa Tahrika Jadid. Wakati ule alikuwa hana kibarua, lakini baada ya kuahidi alipata kibarua, na siku hizi yeye anafanya kazi kwa kuwa manager na anatoa mchango bila kukosa, na anasema hii yote ni baraka ya mchango. Kisha naibu Wakil al-Mal kutoka Kadian anaandika kwamba kuna jumuiya ya Kerala, mwanajumuiya pale alinipigia simu na akaniambia kwamba halifa ametangaza mwaka mpya wa Tahrika Jadid. Na Hazur anasema katika hutuba nilitoa mifano ya wanajumuiya wa Afrika ambao kwa kuwa na hali ya maskini walitoa michango ya Tahrika Jadid sana, na akasema kwamba sisi ni matajiri, kwa hiyo uandike ahadi yangu ya 500,000 badala ya 200,000 rupiah. Kwa kusema hii akaanza kulia, na yeye anasema aliniandikia barua pia ya maombi ili aweze kutimiza ahadi yake. Anasema baada ya muda fulani, wakati nilipenda kutembelea mkoa wa Kerala, huyu na Wakil Mal anasema nilikutana na huyu bana, na huyu bana alikuwa ameshatoa mchango wake wote, ahadi yake yote alikuwa ameshatimiza. Anasema baada ya kutoa ahadi Mwenyezi Mungu aliweka baraka sana katika kazi yangu. Sasa mimi nina kazi kiasi hiki kwamba mimi siwezi kufanya hii kazi yote. Kisha kuna inspector Tahrika Jadid aitwaye Bana Ibrahim Saheb kutoka Karnataka. Yeye anasema kwamba kijana moja wa jumuiya kwa kumtikia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba atatoa 73,600 rupiah, lakini wakati wa kutoa alitoa 1,500,000 na rupiah 11. Mwenyezi Mungu alionyesha muujiza hivi kwamba mtu alikuwa anadai hela kwa mtu, na yule mtu alikuwa hamrudishi hela yake, lakini siku moja yule mtu akamjia na akaomba radhi na akampatia fedha yake yote aliyokuwa anadaiwa. Halifa mtukufu anasema kwamba angalieni namna gani kwa sababu ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu anaimarisha imani. Kuna mwanajumuiya mpya kutoka Kyrgyzstan aitwaye Waidovish Saheb. Yeye anasema
mimi nimeishi kwa muda mrefu katika Moscow, na kwa makadirio najua kila mwaka kiasi hiki nitapata mapato, lakini mwaka huu tangu nimejiunga na jumuiya na nimeanza kutoa mchango, mapato yangu yameongezeka sana. Tangu miaka 13 mimi sijapata mapato ambayo nimepata katika mwaka huu mmoja. Sasa mimi nina yakini kamili kwamba hii ni kwa sababu ya kutoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kutoka Burkina Faso, Bashiri anaandika kwamba mwanajumuiya alimjia mwalimu na akasema ana hamu ya kufanya haji, lakini yeye hana nauli ya kwenda kule. Kwa kusikia hii mwalimu akamwambia kwamba waanze kutoa mchango, Mwenyezi Mungu atarekebisha hali yako ya kiuchumi na Mungu atafanya mpango wa kwenda kuhiji. Baada ya kusikia hii, huyu bana akaanza kutoa mchango wake bila kukosa. Baada ya muda mfupi akamjia na akasema Mwenyezi Mungu ametimiza hamu yake na mpango wa kwenda kuhiji imeshatimia, na akasema kwamba hii yote ilifanyika kwa sababu ya mchango, na sasa baada ya kuhaji amesharudi na anaendelea kutoa mchango wake bila kukosa. Kutoka Burkina Faso kuna jumuiya moja, mwenyekiti wa jumuiya hii alieleza kwamba mtu mmoja hali yake ya kifedha ilikuwa mbaya sana. Yeye alijaribu kufanya biashara fulani lakini hakuweza kufanya, na katika siku zile alienda Burkina Faso kushiriki mkutano wa mwaka. Kule alisikia hutuba kuhusu kutoa katika faida ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kurudi aliahidi kwamba atatoa, na baada ya kurudi nchini alitoa ahadi yake yote aliyoahidi, na aliahidi kwamba atatoa zaidi. Anasema mwezi mmoja ilikuwa bado haijapita, shida zote za jumbani iliondoka na biashara yalianzisha imeshaboreka, na hiyo yote ni kwa sababu ya baraka ya mchango. Amir Sahib kutoka Canada anaandika kwamba mtu mmoja alipata hasara 2.2 na 2.5 katika biashara yake. Alikumbushwa kwamba atoe mchango wake bila kukosa, kwa sababu ya hii mali yake itaongezeka. Hazur anasema ikumbuke kwamba michango ya kawaida ni muhimu, lazima itolewe. Na baada ya kusikia nasaha ya Amir Sahib akaanza kutoa mchango wake bila kukosa. Anasema baada ya anasema muda fulani nilisoma maagizo ya Muslim Maud kwamba mchango wa Tahrika Jadid inatakiwa itolewe katika miezi ya kwanza. Kwa hiyo nikaanza kutoa mchango wa Tahrika Jadid katika mwanzo wa mwaka, na tangu miaka 3 kila mwaka mwanzo wa mwaka wa Tahrika Jadid mimi natoa mchango wa Tahrika Jadid. Kwa sababu yake Mwenyezi Mungu aliteremsha fadhila zake kiasi hiki kwamba nililipa mkopo yote. Tena si hii tu, bali mali yangu ilianza kuongezeka, na hii mimi sina shaka kwamba hii yote ilitokea kwa sababu ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Amir Sahib Canada anaandika kwamba mtu mmoja alianzisha biashara yake na aliahidi kwamba atatoa $1,000. Alikumbushwa kwamba mwakani uongeze ahadi yako na utoe angalau $5,000 ya mchango wa Tahrika Jadid, na aliambiwa kwamba aliandikie barua kwa ajili ya maombi. Mwenyezi Mungu akujalie uweze kutimiza ahadi yako. Kwa hiyo mwisho wa mwaka sekretari wa Tahrika Jadid alipomwendea kwa ajili ya kuchukua mchango wako Tahrika Jadid, akasema Mwenyezi Mungu ameweka baraka sana katika biashara yangu, kwa hiyo mimi nitatoa 5,000 mwaka huu badala ya mwakani, na nitafanya juhudi kwamba mwakani niongeze mchango wangu. Amir Sahib kutoka Marekani anaandika kwamba mwanajumuiya kutoka jumuiya ya Settle anaandika kwamba 1974 na 84 watu walichoma biashara yetu, lakini wakati wote biashara yetu ilipochomwa Mwenyezi Mungu aliweka baraka sana katika mali yetu. Huyu bwana mwaka huu aliahidi kwamba atatoa $100,000. Sasa kwa sababu ya haraka ya mchango biashara yake imepanuka kiasi hiki kwamba zamani alikuwa hawezi kufikiria kuhusu biashara hii. Mtu mmoja alikuja kutoka Chicago, alileta cheki ya $88,415. Alipoulizwa kwamba kwa nini umeandika amount kiasi hiki, akasema yoyote nilikuwa ninayo katika akaunti yangu nimeleta yote kwa ajili ya mchango. Uzuri anasema wapo watu wa aina hii
ambao wanaoishi katika nchi hizi zilizopata maendeleo sana, lakini wanajitolea sana kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema wanajumuiya wapya pia wanaendelea kuimarika katika imani sana. Kuna mtu mmoja kutoka Arabuni ambaye alifanya bayat November 2011. Katibu wa fedha alipowauliza kwamba mlikuwa mkizungumza nini, katibu wa fedha alipowauliza na wakasema kwamba tulikuwa tukizungumza kwamba ni jumuiya pekee duniani ambayo inatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu vizuri kushinda wengine wote. Kwa hiyo tunatakiwa tutoe kwa kupitia jumuiya hii. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mke wake pia ambaye alikosima na jumuiya kwa kufanya bayata amejiunga na jumuiya, na mwaka huu wote wawili, mke na mume, wametoa takriban 14,000 pound mchango wa Tahrika Jadid, ambayo ni mchango zaidi kushinda michango ya wanajumuiya wote wa nchi ile. Amir wa London region anaandika kwamba jumuiya ya Worcester ilipokumbushwa kuhusu kutimiza ahadi yao, familia moja ya pale ilikusanya fedha kwa ajili ya kwenda likizoni. Wao walipokumbushwa kuhusu mchango na fedha yote walikusanya kwa ajili ya kwenda likizoni, wakatoa mchango na wakabaki nyumbani, hawakuenda sehemu yoyote. Hazur anasema kwamba matukio ya kutoa mali ya kina mama, kina baba na watoto yanapatikana sana katika zama hii, hususan wakati dunia inaelekea kwenye ladha ya dunia, inatanguliza ladha ya dunia. Lakini wanajumuia kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu wanatoa mchango, wanajitolea. Kutoka Uganda, Bashiri wa Nganga region anaandika kwamba mwanajumuia moja alikumbushwa kuhusu mchango wa Tahrika Jadid. Yeye mara moja alikuwa hana fedha, alikuwa na kuku moja, kwa hiyo akampatia, na yeye alipewa fedha thamani ya kuku, na ile thamani alitoa mchango wa Tahrika Jadid. Alisema mimi sina zaidi ya hii, na nadaiwa ada ya shule ya watoto, lakini nitatoa baadaye, kwanza nitoe mchango wa Tahrika Jadid. Kwa hiyo akatoa mchango wa Tahrika Jadid. Secretary Tahrika Jadid wa Marekani anaandika kwamba mtoto mmoja ambaye umri wake ni miaka 11 alikusanya fedha kwa ajili ya kununua video game, na watoto wanapenda sana video game, na wao wanapenda sana video game kushinda vitu vingine vyote. Lakini huyu mtoto alipokumbushwa kuhusu mchango wa Tahrika Jadid 100 alikusanya kwa ajili ya kununua video game, alitoa katika mchango wa Tahrika Jadid, na huyu mtoto alitimiza ahadi ya kutanguliza dini juu ya dunia. Vile vile watoto wengi walikusanya fedha, walipewa kwa ajili ya matumizi yao, walitoa mchango wao. Watoto wanaoishi katika nchi za Marekani, fikra hii yao, mawazo haya yao ni yenye sifa sana. Kwa watoto, wazazi wao wanatakiwa wamshukuru Mwenyezi Mungu sana, na njia nzuri ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba waboreshe ibada zao zaidi. Kutoka Uganda, Bashiri wa Egaga region anaandika, katika mkoa wetu kuna jumuiya moja Nechere, mtoto moja alijifunza swala, jinsi ya kusalisha swala, na anaswalisha swala, anaongoza swala na Ijumaa. Amir sahib kwa kumpongeza alimpatia zawadi, na zawadi aliyopewa akatoa katika mchango wa Tahrika Jadid. Baada ya muda fulani huyu mtoto alienda kushiriki jeneza kule. Wakati wa sala iliwadia, na huyu mtoto akatoa adhana kwa sauti nzuri sana. Kwa kusikia sauti yake, mtu mmoja akampatia zawadi kiasi fulani, na zawadi aliyopewa fedha ile pia alitoa katika mchango wa Tahrika Jadid. Kwa kuona mfano huu, watoto wengine wa jumuiya hii wakapata shauku ya kutoa mchango, na watoto wengine wakasema kwamba sisi tutachimba shamba lakini tutatoa mchango. Kwa hiyo watoto 6 wa jumuiya hii imetoa mchango wa Tahrika Jadid. Hazur anasema kwamba katika kila kona ya dunia Mwenyezi Mungu anaendelea kumpatia Sayyidina alayhi salatu wasalam watu wenye imani wa aina hii, ambao wanaelewa roho ya kujitolea.
mwenyezi mungu ajalie kwamba imani hii endelee kupata maendeleo zaidi na wote waendelee kuimarika zaidi katika uchamungu. Sasa hivi mimi kwa kutangaza mwaka mpya wa Tarika Jadid nitaeleza ripoti ya mwaka jana. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu tarehe 31 wa Oktoba mwaka 81 wa Tarika Jadid ulimalizika na sasa mwaka 82 umeanza. Sawa na taarifa tulipata mpaka leo katika kuhusu mchango wa Tarika Jadid, jumla mchango wa Tarika Jadid uliokusanywa ni 192,017,800 pound na ni 747,000 zaidi kuliko mwaka jana. Pakistan kwa kuwa na hali mbaya kule, wao wameshika nafasi ya kwanza kama kawaida. Baada ya Pakistan katika nchi za nje ni Germany ilishika nafasi ya kwanza. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika Germany wanajumuiya wanatoa sana michango kuhusu ujenzi wa misikiti. Pia wanajumuiya wanajitolea sana na wanafanya juhudi sana kuhusu hili. Watu wananiandikia barua kutoka maeneo mbalimbali kwamba tuombee tuweze kujenga msikiti haraka iwezekanavyo, na wao wanatoa mchango na wanashiriki katika michango mingine pia. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema. Nafasi ya pili ni ya Uingereza, nafasi ya tatu ni ya Marekani, ya 4 Canada, 5 Australia, 6 India, 7 ni jumuiya moja ya Middle East, nafasi ya 8 ni ya Indonesia, na namba 9 ni ya jumuiya moja ya Middle East, namba 10 ni ya Ghana. Hazur anasema Ghana imepata maendeleo sana. Switzerland ilikuwa ikishika nafasi ya 10 lakini mwaka huu imeshika nafasi ya 11. Hazur anasema Ghana mwaka huu katika serufi ya kienyeji imekusanya mchango zaidi kushinda wengine wote. Wao wameongeza 60% mwaka huu. Australia imeongeza makusanyo mwaka huu, na vile vile kuna nchi za Arabuni na Canada na vile vile kuna jumuiya zingine. Sawa na mchango kila kichwa, nafasi mbili ya kwanza ni nchi za Arabuni. Switzerland ilikuwa ikishika nafasi, lakini sasa nchi za Arabuni inaendelea kupata kuimarika sana katika mchango. Makusanyo kwa kila kichwa, nafasi 4 ni ya Marekani, 5 ni ya Australia, 6 ni ya Uingereza, na Germany imeshika nafasi ya 7 na Norway imeshika nafasi ya 9. Kisha katika jumuiya ndogo ndogo Singapore, Finland, Japan na jumuiya 4 za Middle East imefanya kazi nzuri sana. Katika nchi za Afrika, nchi zilizoshika nafasi katika makusanyo ni Ghana, Nigeria, Mauritius, Burkina Faso, Tanzania, Gambia na Benin. Kuhusu watoaji wa mchango, nimesema mara chungu mzima kwamba idadi ya watoaji inatakiwa iongezwe hata kama wanatoa kidogo, na jumuiya zilipewa malengo pia. Mwaka huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika Tarika Jadid watoaji ni 113,011 na watoaji wapya waliongezeka mwaka huu ni 100,000. Australia imefanya kazi nzuri sana kuhusu kuongeza idadi ya watoaji, 94% wameingizwa. Canada pia imefanya juhudi sana, wameingizwa 91, na India pia imefanya kazi sana, lakini bado sijapata taarifa. Wao wanitumie taarifa iko bado hawajatuma ripoti. Kisha katika nchi za Afrika pia kazi kubwa imefanyika. Mali imefanya kazi kubwa sana, Burkina Faso, Congo, Brazil, Guinea Conakry, Cameroon, Ghana, Senegal, South Africa, hawa wote wamefanya juhudi sana ya kuongeza idadi ya watoaji wa mchango.
hazur anasema katika ofisi ya kwanza yani watuaji wa zamani jumla walikuwa 5927 miongoni wa hawa 85 bado wako hai na wao wanatoa mchango wao, lakini 5842 ni wale ambao warithi wao wanatoa mchango kwa niaba yao. jumuiya tatu za Pakistan zilizoshika nafasi, kwanza ni Lahore, kisha ni Rabwa na tatu ni Karachi. sawa na makusanyo ni Islamabad, Multan, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Bawalpur, Bawalnagar na Jhang. wilaya 10 iliyotoa mchango vizuri ni Sialkot, Faisalabad, Sargoda, Umarkot, Gujranwala na Gujarat, Toba Tek Singh, Mirpur Azad Kashmir imeshika nafasi ya 7, Ukara 8, Nankana Sahib na Sangar. Mwaka huu jumuiya hizi zilifanya kazi nzuri zaidi kuliko mwaka jana. Ni jumuiya ndogo ndogo: Hyderabad, Sabandasi, Gatiala, Shidadpur, Khokhar Garbi, Kunri, Chakranopnia, Sahiwal, Bashirabad State, Naipur Bhatiya. Jumuiya 10 za Germany: Neuss, Rodenburg, Losheim, Cologne, Nida, Mediabad, Loes, Loisenberg, Freiburg, Dreieich na Koblen. mikoa 10 ya Germany iliyoshika nafasi ni Hamburg, Frankfurt, Grasgau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Felden, Oldorf, Ditzenbach, Wittstadt na Offenbach. jumuiya za Marekani ni Silicon, Detroit, Los Angeles, Seattle, Central Virginia, Los Helberg. mikoa 5 ya Uingereza ilishika nafasi: London A, London B, Midlands, North East na South. sawa na kila kichwa region ya Uingereza ni Islamabad, Midlands, South East, South West, North East na Scotland. sawa na makusanyo jumuiya 10 ya Uingereza ni Masjid Fazal, Rains Park, Worcester Park, New Malden, Birmingham South, Tottenham Heath, Wimbledon Park, Bradford na Glasgow. katika jumuiya ndogo ndogo ya kwanza ni Leamington Spa, Wolverhampton, Spen Valley, Newcastle. na jumuiya ndogo ndogo sawa na makusanyo nafasi ilishika ni Cornwall, Milton Spa, Spen Valley, Swansea na Wolverhampton. jumuiya za Canada ni Calgary imeshika nafasi ya kwanza, Peace Village, Toronto, Vaughan, Vancouver. jumuiya sawa na makusanyo ilishika nafasi ni Edmonton, Durham, Saskatoon South, Milton Chow na Ottawa West. jumuiya 10 za Australia zilizoshika nafasi katika makusanyo ni Castle Hill, Melbourne South, Lisbon, Brisbane South, Canberra, Adelaide South, Blacktown, Walton Park. na jumuiya 10 za India ni hivi zilizoshika nafasi: Kerala, Hyderabad, Calicut, Kerala, Qadian, Pathapiram, Kinanur Town, Kinadi, Kerala, Kolkata, Bengal, Bangalore, Karnataka, Solor na Tamil Nadu. mikoa 10 ya India iliyoshika nafasi ni Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi na Maharashtra. Mwenyezi Mungu aendelee kuwaongezea hawa washiriki wote katika mali na katika nafsi zao, na vile vile waendelee kuimarika zaidi katika imani. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم